pamoja na wenye viti wote wa Bunge kwa kutekeleza majukumu yao kwa uzalendo na kwa weledi. Asanteni sana. Hali kadhalika nitoe shukrani na pongezi zangu za dhati kwenu nyinyi waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa na nzuri mlioifanya. Mmetimiza ipasavyo wajibu wenu wa kuwawakilisha wananchi, kutunga sheria na kusimamia serikali. Bunge hili limekuwa na mchango mkubwa katika kuleta maendeleo na ustawi wa wananchi. Na bila shaka ninyi wawakilishi wa wananchi mmeielewa vyema dhana ya maendeleo ya watu, kwamba hatua na jitihada zote za serikali hazina budi kuelekezwa kwenye kuboresha maisha ya kila Mtanzania. Hili limesaidia kujijengea nyinyi wenyewe wabunge heshima kubwa, lakini pia heshima ya bunge letu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, sina budi kutambua mchango na mafanikio ya waheshimiwa wabunge waliotuwakilisha kwenye majukwaa ya mabunge ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Ukanda wa Maziwa Makuu. Kipekee nimpongeze Dr. Deo Mwapinga kwa kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa jukwaa la mabunge ya Jumuiya ya Ukanda wa Maziwa Makuu. Ni wazi kuwa mmeitendea haki demokrasia ya Tanzania na kuliletea heshima kubwa bunge letu. Mheshimiwa Spika, vile vile nitumie fursa hii kulishukuru tena bunge hili kwa tuzo mlionipatia kwa kutambua na kuthamini na washukuru waheshimiwa wabunge kwa kutambua na kuthamini mchango wangu katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ila kama nilivyosema siku nikipokea tunzo hiyo, mafanikio haya yaliyopatikana yanatokana na mchango mkubwa wa bunge, viongozi wenzangu serikalini pamoja na Watanzania wote. Kwa hiyo tunzo ile ni yetu sote. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru watangulizi wangu ambao leo hii nipo nao hapa, kwa kuwa nilisimama juu ya mabega yao na kuweza kujifunza. Hakika misingi imara walioiweka imewezesha kupatikana kwa mafanikio haya mbalimbali katika kipindi changu cha miaka minne. Nikiri tu kwamba misingi yao na ushauri wao kwa wale niliobahatika kufanya kazi nao umenisaidia sana mimi binafsi pamoja na serikali ninayoiongoza. Nimefurahi kuona Mheshimiwa Rais Mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete yupo hapa pamoja na makamo wa rais wastaafu na pia mawaziri wakuu wastaafu, tupo nao hapa pamoja. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana viongozi hawa kwa msaada wa kimawazo na ushauri ambapo wameendelea kunipa katika kipindi chote cha uongozi wangu. Hakika nimeamini kuwa wazee ni dawa, na palipo na wazee hapa haribiki jambo. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nikimalizia shukrani zangu, ila sio kwa umuhimu, ni washukuru waajiri wangu wa Tanzania. Hakika wao ndio hamasa na chachu ya mimi kufanya yote haya. Nawashukuru kwa sala, dua na maombi yao, bila kusahau ushirikiano mkubwa wa hali na mali katika kulijenga taifa au kuijenga Tanzania tunayoitaka na taifa linalotumainiwa. Mheshimiwa Spika, tangu bunge hili la 12 lianze, kuna viongozi, ndugu, jamaa na marafiki waliotutoka. Kama tunavyojua, tuliondokewa na hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5. Vile vile tuliondokewa pia na hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya 2, hayati Cleopa David Msuya,
aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, na hayati Edward Ngoyai Lowassa aliyewahi kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, hata katika bunge hili wapo pia wabunge wenzetu tulikuwa nao wakati nikizindua bunge hili tarehe 22 mwezi wa 4 2021, ila sasa wametangulia mbele ya haki. Taendelea kuwakumbuka Mheshimiwa Martha Umbula viti maalum, Mheshimiwa Atashasta Nditie wa jimbo la Muhambwe, Mheshimiwa Khatibu Haji wa jimbo la Konde, Mheshimiwa Elias Kwandikwa wa jimbo la Ushetu, Mheshimiwa William Olenasha wa jimbo la Ngorongoro, Mheshimiwa Irene Ndiamkama viti maalum, Mheshimiwa Musa wa jimbo la Amani, Mheshimiwa Francis Mtega wa jimbo la Mbarali na Mheshimiwa Ahmad Abdul Wakil wa jimbo la Kwahani, na vile vile Mheshimiwa Dr. Fosi Ndugulile wa jimbo la Kigamboni. Hivyo naomba tusimame dakika moja kuwaombea. Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Amin. Mheshimiwa